kuna nikupeni good news. Kuna arena inakuja. So next show kama hii itapigwa kwenye arena. Kwa hiyo angeenda hiyo alafu ndo akamalizia kwamba wanangu naona kama mmejezana sana hivi. Yes. Ya sasa I know ili kesho na kesho kuto tusibanane hivi. I know for a fact. Wanangu mimi naona wenyewe mna deserve kuwa na arena nyingi. Yes, I know for a fact kwamba atumwelekezi mheshimiwa namna hapo. No. Tuna nani maoni yetu binafsi. Mimi najua I know for a fact how brilliant Bwana FA is. Delivery yake angetafuta jinsi ya kuideliver kwamba hichi ni kitendo ambacho sio kizuri na AB. Siwezi nikampangia aideliver vipi, ila angedeliver katika njia ya kistaarabu. Kwa hiyo hii ni moja ya kitu hata huwa nawaambia watu ambao wanakosoa. Haijakatazwa kukosoa. Lakini kosoa, ndio maana wanapenda sana nitoe mfano bora kabisa ambao Nabii Musa. Inakuwaje, mambo vipi? Kabisa kwenye exclusive interview. Mimi naitwa Victor Madaha, niko na DJ Sma kama kawaida kabisa. Nyuma ya kamera yupo Rizky bwana. Na bahati nzuri sana sasa hivi interview zetu ama interview yangu na DJ Sma tunazitoka hapa all the way kutoka Fuse Studio. Kwa hiyo bana, asanteni sana kwa watu wote ambao mmekuwa mkitoa support zenu sana kwa Sma. Of course mimi ni miongoni mwa watu ambao nimeanza kufanya na Sma interview humu tulikuwa tuna sweat sana. Kwa hiyo mimi nikiona nikiingia hivi nikakuta vitu viko hivi, alafu yale matunda pia na mimi na faidi kuna namna moja ama nyingine, basi I feel so good kweli yani. Sma, kwema lakini? Kwema kabisa. Mama anasemaje? Na mimi pia nafarijika. Hata wana Fuse. Wana SNS, wana 96 Link, wana Bongo Plus, wanafahamu hii safari. Walikuwa wanaona. Kwa hiyo mpaka hapa. Na pia naamini pia inawapa moyo kwa sababu wanaona chochote wanachochangia, wanaona matunda yake. Hamna ufisadi. Hamna ufisadi. Kwa sababu uwezi ukawa wewe unapinga ufisadi, alafu wewe fisadi. Watu wanakusupport alafu hawaoni feedback. Unaenda kupop bottle huko, umeona? Lakini mtu anataka kusupport mambo yaende. Kwa hiyo naamini nao wanafurahi yani. Kweli. Yaani naamini hata wote ambao wamesupport wanaona maendeleo. Uzuri Sma vitu vinaonekana. Kabisa. Umesema bwana mimi nataka kitu fulani kinaonekana. Tulikuwa tunahitaji kitu fulani kina. Kumbuka kipindi kile majasho yanavyototoka. Sasa hivi tunakula kipupwe. Mungu ni mwema hisi. Sana. Na sasa hivi tumerelax kabisa. Na nakumbuka unasema kitu kimoja, Victor, tusifeki. Unakuwa sisi bwana kabisa. Kama ni joto mtu aone tu kuna joto. Exactly. Watu waelewe tu bwana Mimi watu tunatofautiana. Na hii siwezi nikajisifia, namshukuru Mungu. Katika kitu ambacho kaniepusha nacho is faking. Mimi napanda daladala kama kawaida. Mimi napanda pikipiki kama kawaida. Mimi natembea. Juzi nimetembea kutoka Sinza Mugabe mpaka Afrika sana. Umeona? Na huwa natembea. Yaani ukinikuta mimi yani I'm very natural. Napenda kuwa hivyo. Faking sio kitu changu. So mambo yako. Yes, kwa hata kipindi kile wakati tunaanza kwambia mwanangu, hichi ndo uhalisia wetu sasa hivi. Tuishi nao. Yes, there's no faking. Kweli. Wale ambao wanasema fake it till you make it naonea huruma. Ina gharama zake. Na wengi ndio hao unakuja kuona baadhi. Unajua uongo ni kitu ambacho kinachukiwa na Mwenyezi Mungu. Kweli. Lazima kitakumbua. Ndio maana unakutaga baada ya muda wana fake, sijui labda mtu kajifikisha gari, sijui kajifikisha nini, unaona? Nyumba nini. Alafu wanakuja mambo yanaharibika, wanaanza kuomba michango. Nasikia mtu kaumwa, mtu anashangaa, huyu alikuwa anaendesha gari aina fulani, mwanangu anakosa hata 50,000 au laki ya kwenda kujitibia au kitu fulani, umeona? Au kafukuzwa au kitu fulani. Kwa hiyo wanakuja wanaumbuka. Na Mungu anapenda reality. Na binadamu anapenda watu ambao ni realistic. Kwa hiyo ambaye anaweza akachukua maneno ya busara, basi just be you. Utatoboa. Lakini ile fake it till you make it haina madhara sana. Kwa sababu umesema tusio tuna fake. Sasa nilikuwa nachungulia kama mic yako iko sawa. Mbona iko sawa? Sasa Sma, weekend hii kumekuwa na vitu vingi sana. Kulikuwa na mambo mengi sana ambayo yameendelea. Juzi kana nasema mtu ananiambia, sasa hebu iishe kwanza weekend. Nakumbuka Ijumaa kulikuwa na mambo ya kina madam wale list walikuwa na shughuli yao. Walikuwa wanazindua kipindi chao, nakumbuka tulienda. Baadaye tena mangapi ile Mamosi pia ikana vitu vingi sana. Nakumbuka Diamond birthday party na mama yake. Baadaye pia kulikuwa na
shughuli pia nani wale kwa maana Jumamosi kwa shughuli ya nani miaka 30 ya Bongo Flava. Yes, alafu Jumapili ndio kwa tukio la kina Diamond. Ndio. Yeah, kwa maana Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Kila siku kuna tukio. Bandika bandua. Na pia hiyo Jumapili kulikuwa na tukio la BSS pia. Kwa bahati mbaya kama imefunikwa hivi. Ni kama inanilia. Nandi pia alikuwa na show Mwanza pia. Yes. Yaani kulikuwa mambo yalikuwa ni mengi. Mambo yalikuwa ni mengi. Lakini mimi nataka nigusie kidogo. Unajua bahati nzuri sana Sma, wewe tunafahamu ni DJ. Na wao watu wananiuliza sana bwana, Sma kwa nini asibadilishe hilo jina? Anajiita DJ hapa anachambua mambo ya Irani. Sasa nikasema kwa sababu wewe ni DJ pia na ni miaka 30 ya Bongo Flava, natakiwa pia nikuulize pia kama DJ watu wafahamu uelewa wako pia katika hili umeliona vipi. Kwanza nataka kwanza nipate take yako kwanza. Uzuri nilikuona ulikuwa kwenye show. Yes, na nilifurahi pia kukuona. Nataka uniambie kwanza hii idea ya kufanya miaka 30 ya Bongo Flava kwa kweli hasa ulivyosikia for the first time. Ulifeel kitu gani? Ni nzuri sana. Ni nzuri sana. Na nilikuwepo mimi, alikuwepo Henry Mwinuka. Na alikuwepo? Yes. Alikuwepo kuna mdau wa SNS na Fuse anaitwa Don la Kiarabu. Yes. Na yeye alikuwepo pale. So tukawa pale, kuna company nzuri sana. Na kitu ambacho nilikuwa na mimi Mungu ndo alivyoniumba. Ameniumba na akili ambayo ni analytic. Sehemu yoyote katika mazingira yote mimi kitu changu tu kina analyze. Kwa hiyo nilikuwa na analyze. One thing ambao I could take from here, baadaye tutaongea mengi sana, ni kwamba I could see, nilikuwa hata naongea na Henry, angalia sura za wale wasanii wanaonesha wamefarijika, wako very excited, they very happy. Yani ni kama vile wamepata moyo upya, ni kama vile wamepewa second chance, kwa sababu wengi wao nadhani naweza kukuta imepita miaka nyimbo zao hazijai kupigwa, hawajawahi kuongelewa, na waliamini na waliaminishwa kwamba za mazindu zimepita. Sasa walivyokuwa pale wana perform, alafu wanaona watu wanavyo interact, watu wanaimba neno kwa neno, I could see their face lighting up, yani unaona uso wao wamefarijika. Mimi ilinipa sana faraja na imewapa sana faraja. Yani biggest take ya hii ni faraja ambayo nilikuwa naiona kwa wasanii walivyokuwa na perform na jinsi crowd ilivyowapokea, ilivyo interact nao, na hata baada ya miaka 20 au 30 au 25 au 15 kutokuwa walikuwa na tofautiana, lakini watu walikuwa na uwezo wa kuimba zile nyimbo. So that is the biggest take ya hili jambo. Kwa hiyo generally ni jambo zuri sana. Tutakapoenda tutaongelea mapungufu ambayo yalikuwepo na vitu vingine, lakini ukiniuliza one take of this ni faraja ambayo walikuwa nayo, imewapa sana moyo wale wasanii, nyuso zao zilikuwa zinaongea hivyo. Selection ya wasanii, tuanzie kwanza hapo, kwa sababu nakumbuka mwanzo kulikuwa na zile kwamba bwana mimi sijakuepo na nini. Kuna baadhi walikuwa na Hardman wale walalamika, baadaye wakaingizwa, na baadhi pia wengine wasanii kutoka Kenya pia, alikuwepo Jua Kali, alikuwepo Nyota Ndogo pia alikuwepo pale na nini. Selection ya wasanii ambao waliperform pale, ulionaje? Selection ni nzuri, ila kwenye hilo mimi nina mitazamo miwili. Cha kwanza, ile show either ilitakiwa igawanywe into 2 shows. Walikuwa wengi sana. Sawa? Kwa hiyo show option ya kwanza ingepigwa show moja mwezi huu. Alafu yani pale wangefanyaje? Haya maoni yangu mimi. Mfano team Fid Q, sawa? Alafu labda team Juma Nature au team Madi, sawa? Au team Dully Sykes au East Coast TMK. Sasa hiyo ingerudisha bifu lile. Umeona? Kwa hiyo hizo team, alafu kila mmoja akachukua timu zake kagawanyishwa vizuri. Alafu timu moja ikaperform labda mwezi huu, wakapiga show yao, wakapewa muda wa ziada, kwa sababu dakika zao walikuwa na average, walikuwa na perform nyimbo 2, mwingine moja, wengine they were very smart kucheza na ule muda. Sawa. Alafu baada ikapigwa tena show kwamba baada ya team A kuperform, wakasema si tumefunika team B, hamwezi mkajibu. Team B sasa wakaanza kubuild hype, sisi tunakuja kufunika. Ikatengenezwa tena show ya mwezi ujao ambayo team B sasa na yenyewe ikaje kaperform. Kutokana na wingi wa wasanii na udogo. Au kama wanataka kuipiga yote,
na hii ni tatizo letu sisi wa Bongo in general, swala la muda. Ilibidi waanze at least, yani wamechelewa kabisa, waanze saa 1 kamili. Msanii wa kwanza ameshapanda kwenye stage. Yes. Yani wameanza pale alafu ipige at least mpaka saa 6. Kwa sababu wale sio Gen Z. Crowd iliyoko hapo pale sio watu wa kukesha. Na asilimia kubwa sio watokaji tena. Na wakitoka sio wa kustay late night. Unaweza kukuta wale watu, unaweza kukuta hawajatoka muda mrefu. Kwa hiyo siku hiyo ndio wamejikusanya, wamekuja. Ungiwapa kuanzia saa 1 mpaka saa 6, umemaliza. Show imeshiba vizuri, imekuwa curated vizuri. Ingekuwa memorable na wanaingi enjoy sana. Na kwenye hilo show ilikuwa ndefu na ilivutwa sana kiasi kwamba watu wakaanza kukaa chini. Watu walichoka mpaka wakaanza kukaa chini. Na nikumbushie, niongezee hapo pia moja ya changamoto iliyokuwepo ambayo inazaliwa na hiyo, iko nje ya swali lako lakini inaungana na hiyo, kwamba huwezi ukamchaji mtu 100,000 alafu simwekee kiti alafu ukamsimamisha zaidi ya masaa 8-9. Watu walisimama mpaka miguu ikachoka mpaka wakakaa chini. Umeelewa? Kwa hiyo nadhani pia walizingatia kujaza quantity over quality kwenye upande wa crowd. AC ilizidiwa kabisa. AC kwa hiyo Man City for the first time na guys. Yani nilikuwa naangalia naona watu wanajitetea. Kwa hiyo niliona kitu we learn, tunajifunza. And I can tell huenda katika baadhi ya walioandaa kuna ambao wana uzoefu wa kuandaa events, lakini kuna wengine hawana uzoefu wa kuandaa events. Kwa hiyo kuna technicalities wanashindwa kuzizingatia. Kwa hiyo ukimchaji mtu laki at least mwekea hata stuli za kunani, na sio lazima ujaze sana. Ongeka idadi fulani za watu watu wakanani, lakini wamesimamisha watu muda mrefu sana. Cha kwanza, alafu ilikuwa ni indoor. Kwa hiyo ventilation haikuwa rafiki, joto lilikuwa kali, AC ilizidiwa. Na jamani, makampuni ya simu, hebu naomba mjiongeze. Mkisikia kuna show kama hiyo, kama mnaweza, nendeni mkafunge repeaters zenu pale. Network ndani yani zilikuwa hazifanyi kazi. Mtandao ulikuwa mzito sana pale. Na mitandao yote ambayo mimi nilikuwa namuuliza mtandao gani, kila mtu analalamika. Kwa hiyo mitandao ya simu, watu wa tech, wa networking, nadhani muwe smart next time. Sehemu kama zile, nendeni mkafunge repeaters zenu na antena zenu za kuboost network katika eneo fulani kutokana na population. Yes, kwa hiyo kwa ufupi hayo, maana nikianza kuflow nitaenda mimi nakuachia uongoze kutokana na maswali. Umezungumzia swala la nani event yenyewe kwa maana space. Watu kuna match ilikuwa ni mwingi sana. Kuna watu wanazungumza kwa nini show haikupelekwa labda leaders au uwanjani au somewhere ambako audience watajiachia na nini, kwa sababu kama unavyozungumza siku hazifanyi kazi na nini, labda kingepunguzwa kiingilio kidogo, alafu crowd kani kubwa zaidi, kwa sababu ukiangalia pale ni wasanii a list wa kipindi hicho. You understand? Hiyo unaionaje? Ni jambo zuri, lakini cha kwanza naomba niseme hivi. Kwanza we have to acknowledge na tutoe sifa kwamba show imefanyika. As long as imefanyika, haya mapungufu mengine ni ya kujifunza. Kwa hiyo as long as imefanyika na ikafanyika vizuri pamoja na mapungufu yaliyokuwepo, that's one. Sasa inakuja kwamba kila venue ina malengo yake na ina aina ya crowd yake. Sawa. Demand imeonyesha it's so high kiasi kwamba wana uwezo wa kuipeleka uwanjani na wakajaza uwanja. Hiyo imethibitika. Na huenda katika kuplan hawakutegemea mwitikio utakuwa mkubwa kiasi kile. Umeona? Inasemekana, sina uhakika, lakini inasemekana kwamba ziliuzwa tiketi zaidi ya 3,000. Umeona? Ambao ni zaidi ya ukumbi uwezo wake wa kunani. Narudia, inasemekana. Sio kwamba taarifa za uhakika. Ila nimesikia kwa taarifa kwa mtu ambaye kauli yake ina uzito. Kwa hiyo huenda watu hawakutegemea. Na mwanzo wakati inaanza, kuna baadhi ya wasanii pia walikuwa wanafatwa. Hii pia inasemekana. Wakawa wanadengua. Wakawa hawakuamini kwamba itaitikia vile. Ilivyoitikia,
wao sasa ndio wakaanza sasa wanataka kuja. Kwa hiyo kuna hiyo pia. Na so swala la kupeleka naamini kabisa kuna uwanjani open space itapigwa. Naamini show itaenda mikoani, imeonesha demand na naamini itaenda hata isho hata wakiipeleka Kenya, Uganda inapiga nyombe. Yes. Kwa sababu ile ndio generation ya Bongo Flava ambayo ilikuwa ina identity ya Bongo Flava kuanzia production na wasanii na melody na taste na uandishi na style. Ilikuwa ndo ina identity ya Bongo Flava na ilikuwa take over Eastern Central Africa kiasi kwamba Wakenya wakabidi wakae vikao, jamani, Bongo Flava is taking over our radios. Ilikuwa inapigwa sana. Sawa. Wasanii wetu walikuwa wanaenda sana kupiga show kule. Of course na wao walikuwa wanapiga show. Lakini walikuwa wanatoka sana. Ilikuwa ni kipindi kile, that was the golden era of Bongo Flava. Kwa hiyo demand is wakiipeleka Kenya, Uganda, Congo wapi, naamini demand iko pale. Yes. Kwa hiyo issue ya viwanja naamini ipo. There is room kufanya uwanjani open space, kuna room ya kuifanya naamini pia wanaweza wakaifanya klasia, wakapunguza idadi ya watu, kiingilio kawa juu zaidi, mazingira yakawa way better, njia za kupita, AC, service na mambo mengine, kwa sababu even parking was a disaster. Wakati wa kutoka aise watu walikuwa wanakaa muda mrefu sana. Alafu kilichokuwa kinatokea mimi sikwenda na gari, mimi nilishtukia. Yes, wakati wa kutoka Henry akanipa lift na namshukuru sana, ananirudisha mpaka home. Sasa yeye akawa kwenye gari kutoka chini ile underground mpaka kuja juu kakaa sio chini almost 20-30 minutes. Alafu inabidi aende tukajaribu kulipa kwa simu. Nadhani walifunga ile. Mtu asilipe kwa simu. Then mimi nikachukua ile nikaenda kulipa, nikakuta foleni ya kwenda kulipishwa pale. Kwa hiyo nadhani in future Mlimani City wakiwa na event kama hiyo waongeze point za kulipia. Kwa kuna watu 4-5 ambazo mtu unaweza kulipia haraka haraka. Na ikiwezekana waweke point hata kule ndani ya parking kule chini kule. Yes. Alafu ukishalipia wao wanakupa dakika 15. Magari mengi ilikuwa na dakika 15 zinaisha, bado yuko kwenye foleni la kwenda pale kwenye gate. Kwa hiyo anafika pale inakuwa denied. Wanakaa muda mrefu. Kwa hiyo upande wa logistics wanacha kujifunza. Yani this it's a learning curve. Kweli. Kweli. Mzungumzia kuhusu swala la viti pia. Of course sababu hapakuwa na VIP ilikuwepo, lakini nazungumzia ile namba ya watu wengi kusimama. Kwenye raha ilikuwa wale waliokuepo mbele wale. Wale waliokuepo pale yani chini ya stage. Kwa sababu wanaona pale mwanafanya na snap video na nini. Hapa sasa walikuwa nini wanawapa hapo 5 sijui nini. Kuna ambao pia walipata nafasi ya kupanda wakaenda wakanani pale. Kuna dada mmoja alinifurahisha sana alipopata Saida Karoli. Akapanda akawa anacheza ile nani kaicheza vizuri sana. Ile ngoma tradition yake ile. Mimi simjui. Ila katika kupita kwenye Instagram nikaiona ile video. Sio ile video. Alipost tu video ya kawaida nikamwambia bana umetisha sana ulivyoenda kuperform pale, yani akasema sisi wa haya hatuwezi kuacha nini. So it was huko chini ndo unyama pale juu is just show off. Watu wa kujisnap wajioneshe na nini, unyama ni huko chini. Sasa ni performance ya wasanii gani ambao kwako ilivutia hasa? Wasanii watano. Kwanza lazima tumpe Banana alifungua show vizuri sana. Ali jukumu alilopewa yeye ndo aliyeset standard. Na kabla ya hapo lazima tuanze kabla ya Banana ambao ni madj waliopiga Zero na Bike. I say walipiga vizuri, wakaset the right atmosphere. Sound ilikuwaje bwana? Sound ilikuwa mchanganyiko. Yes. Yani sound kuna kipindi ilikuwa ni disaster kabisa. Kuna kipindi ilikuwa iko vizuri. Mic was a problem. Zilikuwa zinakata sana. Na nimpe shout out mtu kama AY na wengine. AY wakati wa performance yake mic ilikuwa hasikiki kabisa. Yes. Yani ilikuwa inakata. Sasa nikawa namwangalia. AY is very wise. Hakumind, hakureact, wala unajua kuna wale mic sijui nini analalamika anamtupia lawama, unajua ile
he went along with it mpaka baadaye ndio ikabidi Mwana FA akampa mic yake ndio akaanza kusikika. Then nyuma kule baadaye wakatoa mic wakampa AY, yani wakampa Mwana FA lakini AY asilimia kubwa ya performance yake mic yake haikufanya kazi. Na sio yeye peke yake na wasanii wengine. So in next one nategemea kwamba watakuwa wepesi sana, wawe na mic za kutosha. Cha pili, wawe kuna njia kadhaa za kudeal na zile mic. Baadhi ya sound engineers wanachokifanya kwamba sisi tumekuja, wanakuwa na mic mfano 10. Alafu sisi tuko 10. Kila mtu anapewa mic yake. Ninakusetia wewe kutokana na nani yako. Wewe pitch yako iko juu, mimi naishusha kidogo. Ile ambayo iko chini naipandisha kidogo. Naziweka na ziseti pale. Sawa? Sasa ukija kila mtu akiplay along inakuwa vizuri. Shida inakuja baada ya performance 2-3 zinachanganyika, hujui ya nani ni ya nani. Umeona? Alafu sauti inakuwa iko chini. So kuna wengine ambao huwa wana uwezo, kwa sababu zile ni console za kisasa, wana route mic zote kwenye line hii moja. Alafu wanaziset pale kila mtu sma. Kwa hiyo akija sma wakibonyeza tu inakuja. Kwa hiyo huna muda wa kwanza kupandisha feda ya mic fulani, kwa sababu sometimes mic iko chini unataka kuipandisha lakini hujui ni mic gani, kwa sababu pale kuna feda nyingi. Umeona? Lakini pale ndani tumesema kuwa kuna tatizo la network pia. Yes, kwa hiyo kulikuwa I'm not sure ilikuwa ni swala la drop kwenye frequency. Kwa hiyo lakini at the end of the day mic was a problem. I believe in future wataifanyia kazi. DJ alokopa pale? DJ zako no, walitisha. Bike alifanya kazi nzuri. Zero alitisha. Yes, walifanya vizuri. Kuna DJ wawili walikuja baadaye ambao mmoja she was very calm, akanani mmoja na hii ni kitu ambacho madj lazima wajifunze. Unapokuwa kwenye show kama hile kuna sound level ambayo si tuna technical ni signal ambayo wewe unaitoa inaenda kwenye center console ambayo ndo anakaa sound engineer ambaye ana control sauti ya show on the spot. Wewe unatakiwa nani zako ziwe zimenyooka au whatever mlichokubaliana na kwenye setup. Ukizidisha sauti inaanza kuwa chafu. Na mmoja wa madiji aliyekuja na mmoja wa wasanii alivyoingia akapump sauti ikaanza kuwa chafu. Umeona? Ikaharibu. Mwisho wa siku mimi I know nikaona sound notice sound engineer amepunguza kule. Lakini sasa katika kupunguza ili effect overall sound performance ya overall. Yes. Kwa hiyo madiji wanatakiwa wajifunze kwenye event kama ile, sio yeye anayecontrol level ya sauti, anayecontrol ni sound engineer. Yeye anatakiwa hakikishe kwamba signal yake iko safi, imetoka vizuri, alafu yeye kule ana channel yake. Sound engineer ndo atakaye anakuwa anachezesha accordingly. Lakini kuna mtu alikuja akapump ukasikia kabisa sauti na nani. And bado kwenye mic kitu kingine ni kwamba most of the times vocals zilikuwa zinamezwa na sound. Yes, mimi I could hear that kwamba vocals zinamezwa na sound. Na kuna baadhi ya nyakati highs ile frequencies za high. Kuna high, kuna mid na low. Low ndo bass, mid ndo vocals, high ndo zile mchicha zile. They were too strong kiasi kwamba zinaumiza masikio. Lakini haikuwa mbaya, it wasn't a disaster. Haikuwa mbaya. And vitu huwa vinatokea, kuna a lot of factors ambazo zina effect. Ila hivyo ni vitu ambavyo hii inaitwa constructive criticism. Unatoa feedback so that najua hii shows zitaendelea. Next time naamini hivi vitu watavifanyia kazi. Kwa kwenye hiyo tukirudi kwenye swali la mwanzo, madj wali set standard vizuri sana, safi sana. Alafu umemtaja Banana alipewa jukumu nadhani zito kuliko msanii yoyote. Yeye ndo ali open show. Angi open kizembe, angeharibu mudi nzima. Ila amepiga bonge moja la performance. Alafu nilikuwa namuona, afu namwangalia, unajua alichukua pigo za Michael Jackson. Kwanza kafika pale katulia. Unajua kuna Super Bowl moja Michael Jackson alipopanda, alitulia, Super Bowl yote ikanipuka, ikawa napiga makelele karibia dakika nzima. Basi nikawa namuona
Banaba naye katuna kama Michael Jackson. Bora. Lakini performance ilikuwa amazing. Alafu wale aliyewaita wale wakanani wana vocals amazing, yani amazing, ameimba vizuri, ka-perform vizuri, na ndio kwa vile nadhani open alipata dakika 15 kama sikosei. Aise waliperform vizuri sana. Kwa hiyo opening was on point. Sasa gani mwingine habari kuna nani? Wa pili Kasimu Mganga. Kasim katika wasanii ambao waliweza, hakuna msanii aliyeimbisha kuliko Kasim kwa siku ile. Kwa maana akwenda na crowd ya chini. Yani Kasim nadhani aliimba 40% au 50%. The rest crowd ndio ilikuwa inaimba. Na ilikuwa inaimba sio kipande. Yani alikuwa unaona kabisa wanaweza kupiga karibia vezi nzima akaishi naye. Umeona? Alafu he was very calm. He was relax. Umeona? Yani inaendana na ile tajiri wa mahaba na nini. Yes, kwa hiyo it was performance fulani hivi noma sana. Alafu kuna wasanii ambao hawahitaji hata maelezo. Charisma. Juma Nature ni Juma Nature. Umeona? Yani Juma Nature ni Juma Nature. Yes, aliingia. Mimi ni mpenzi sana wa Gangwe Mob, kina Inspector, ila selection yao ya nyimbo haikuwa the best. Yes. Yani they had better songs. Walikuwa na nyimbo zingine bora zaidi kwenye selection. Kwa hiyo nadhani selection yao haikuwa bora zaidi, ila pia stage presence yao kuna room for improvement. Same thing kwa Jocelyn. Jocelyn ana muziki mingi mizuri, lakini stage presence yake wasn't the best, ila kuna huyo nilipenda pia, lakini Jocelyn alivyopiga ile live band pia miongoni mwa wasanii wachache ambao walikuwa na wasanii wengi pale walikuwa wanaimba playback, lakini baadhi ambao walijitahidi kuimba kwa live band walifanya noma sana. Hata Jocelyn unaona noma, yaani ukitulia kusema kweli, yani unaona kama jamaa kweli anaimba muziki, yani unajua zile muziki unausikia wenyewe. Ambaye nilifurahishwa sana na matumizi yake ya muda was Fandesele. Yani he was very smart. Unajua wale nadhani walipewa dakika 7. Sasa una nyimbo kwa kawaida ni kama dakika 3. Kwa ndani ya dakika 7 ukitoa ile maneno ya kusalimia sio nini na nani, unabakiwa na dakika 6 ambazo basically ni nyimbo 2. Sawa. Lakini Afande kwanza alivyoanza tu akapiga chorus intro ya ile nyimbo yake yeye na Heavyweight MC Professor J, alafu akakata pale. Yani he was very smart, yani alijua kucheza na vipande accordingly. Kwa hiyo alitumia muda wake vizuri sana. Ng'ombe hazeeki maini. So it was alifanya poa pia na yeye. Hadmadi alikuja na energy, yani sijui yani aliingia pale mwanangu, yani yani unadhani niliposti kipande kwenye comment raia akasema kama ndo alikuwa analilia hivi basi, yani nadhani alikuwa mimi sikutaka kunibania, ngoja sasa nionyeshe sasa. Umeona alipania, yani kupita baada, aliingia na vibe nini, and of course Hadmadi is a legend. Ana catalog yake is amazing, nyimbo zake ni amazing, zilipokelewa vizuri, aliperform vizuri. Umeona lakini ile energy aliyoingia nayo aise, kama kuna kitu alipiga siku ile kilikuwa hicho sio cha Ngarenaro kabisa kule, si cha Iringa. Umeona? Kwa hiyo alipiga vizuri, ila kuna nani, okay, hiyo nitakuja. Kwa hiyo kuna generally wasanii walipendeza, ila kuna baadhi ya watu, na hii ni subjective, na namna walivyo dress code, umeona Kwa hiyo kuna baadhi ya watu nadhani kama sikosei, ila nadhania aliyemvalisha Dully Sykes ndio aliyemvalisha Chege na ndio aliyemvalisha Madi suti fulani yani. Yes, color selection wale kigadfather fulani. Yes, kigadfather. Yani walitoka zamani kina Dr. Dre, kina Puff Daddy na wasanii wengine walikuwa ganavaki hip hop sana, macheni sijui nini,
wakaja wakamachua, na nadhani hii aliipa nguvu sana Tupac. Tupac aliingia sasa kuipa kwamba unaweza kawa mtu wa hip hop lakini kawa classic, akawa anavaa suti yeye Suge Knight na nani ile ikawa imepunguza ile kuvaa hip hop sana. Kwa hiyo wao neno yani kwamba tumemachua, tumefikia level fulani. Na nadhani rangi aliyoivaa Madi blue, ilikuwa ni blue. Kama alivaa blue. Dully Sexy alivaa blue. Madi alivaa rangi ambayo wengi wataita pink. Lakini ni rangi aliyoivaaga siku moja Jay-Z. Alivyoulizwa, bana umevaa pink, akasema no, this is mauve. Ni shade fulani ya ile pale. Sure. Kwa hiyo upande wao wali nani, nyota ndogo she came African. Alikuja Kiafrika. Umeona wale mama alifanya vizuri sana. Nywele zake natural, sawa. Kavaa nguo yake ya kitenge vizuri, imetengenezwa. Hajapiga viatu. Alafu very calm walking and talking. Yaani wewe unajua kuna wasanii wamekuja kuarusha mashabiki. Alafu unaingia unaimba nyimbo zako za kawaida, crowd inaenda na wewe yani. Alafu hivi nikikwambia uzikuamini, that was the first time mimi namuona nyota ndogo. Same to me. Alafu mimi yule dada ana melody fulani very unique. Leo mimi nataka to. Kwa hiyo kwenye nani alitisha pia, au nani wanawake pia nani Stara Thomas pia alifanya wonder. Star was amazing. Yani alikuja sasa hapa naomba watu wa pay attention. Alikuja kishangazi. Sio mshangazi. Kuna watu watataka kuchanganya hivi vitu viwili. Sio mshangazi. Alikuja kama shangazi. Kwamba now I'm matured, niko vizuri, kavaa kistaarabu. Yes, alafu kaimba, watu wamempokea nyimbo zake. Ila wote I could see in their faces they were very, yani yani nadhani leo hii wakistaafu wanaondoka roho zao zimeridhika. Jinsi ambavyo wametendewa haki. Na nadhani hichi walidhani kwamba zama hizo zimepita. Kwa hiyo waliperform vizuri. Na show nzima kasoro nadhani instance 2 zilikuwa ni show ambazo sijui kama ilikuwa imeplaniwa hivyo au ni kwamba watu wenyewe kwamba ilikuwa ni show ya kiungwana. Nikiongea kiungwana, nadhani tunafahamu uandishi wa wasanii wa zamani ulikuwa top notch. Hakuna matusi, hakuna maneno ya ajabu ajabu. Na hata performance zao hakuna aliyevaa ovyo ovyo, hakuna aliyevaa sijui nini. Kidogo alipopanda Chege, ni Chege no Tembe. Acha wawane. Kuna ile biharusi alivua nguo kidogo, akamkatikia kiaina fulani. Sasa nikawa nasema kama kuna mtu amekaa na familia yake na watoto wake, ile kidogo huenda that is the only point. Lakini show nzima nadhani kama kuna mtu amekaa na familia yake atakuwa anambia nyinyi cheki enzi zetu, wanaimba hakuna matusi, hakuna maneno ya ovyo, hakuna. Umeona watu mmoja alikuwa anasema kwa mara ya kwanza nimeenda kwenye show nakuta mtu hakuna mwezi sijaona paja la mwanamke. Hata wala mama wote kwanza Keisha, Stara Thomas, Saida, Mwasiti, yani wote. Umeona? Kwa hiyo wote walivaa vizuri kistaarabu, performance zao nzuri, uandishi wao ulikuwa mzuri. Umeona? And kwa ujumla ilikuwa ni show ya kistaarabu ambayo nadhani millennials walikuwa proud. Hata yani walipata nafasi kama wamekaa na Gen Z, waambia huo ndo usanii. Of course, japokuwa kama umezungumza baadhi ya vitu ambavyo vilifanya kuna hiyo, alafu of course kuna ile ya Dudubaya. Nataka nisogee kule sasa. Kwa mfano ukisema kitu ambacho tumezungumza pale mwanzo, unajua kuna baadhi ya matatizo yamekuja kutokana na muda, kwamba muda ambao wana perform na wakati pia sasa kutoka walikuwa wengi. Kwa hiyo mtu anashindwa kuonesha ile stunt zake yeye mwenyewe, na watu walikuwa washachoka by that time. Ndio maana ndio mwingine unamuelewa Diamond anafanya hizo show mwenyewe, anaenda wapi kule, anafanya masaa 3. Unajua ndani masaa 3 au 6 ukiwa peke yako unaweza kuonesha chochote kile ambacho uko nacho kama msanii. Sasa hapo kabla hatuja nini hapo mimi nadhani ni kwamba
hii ndio show ya kwanza ya kaliba hii ya ukubwa hii kwa hao wasanii ambao ni legend. Yeah. Kwa hiyo wanahitaji wako kwenye process ya kujifunza. Yeah, sure. Kwa hiyo nadhani next time hawataifanya ndefu kiasi hicho. Yeah, tumesema watu walichoka mpaka akawa wanakaa chini. Yeah, unaona wengine washachoka, yani ilikuwa it was too long. Yeah. Walichelewa kuanza alafu wakaivuta sana, kwa hiyo swala la muda hapo. Yeah. Sasa umoja kwa kwambia kuna baadhi ya vitu uliuliza inabidi nivimalizie alafu tusonge mbele. Kwa hiyo kwenye performance kuna hiyo kuna nature Duli Duli kaja pale yani mpaka anajisifia kwamba umeona kampanisha Alikiba pia ile surprise. Sasa ngoja nitakwambia sasa siri ya pale. Kuna siri ya kisaikolojia. Sawa. Kuna wasanii kibao ambao wana nyimbo na Alikiba na walipopanda pale wakaimba, wakashout out, wakatamani Ali aje, alifatwa kabisa, wakamuomba aende, hakwenda. The only person ambaye aliweza kumfanya trigger Ali aje kwa hiari ni Dully Sykes. Kwa sababu gani? Alimuonesha the utmost respect sana nini, yani heshima aliyomuonesha Ali yani ikabidi avunje mwiko wake mwenyewe kwamba alipofuatwa na watu wengine, alifuatwa na wengine wakubwa tu, akasema pana, mimi nimekuja lakini the respect ambayo Dully alimuonesha, umeona? And of course wana historia way back, umeona? Alafu Dully hakumuita, hakumlazimisha. The respect is the only thing ambayo ilimfanya Alikiba aende pale. Pamoja na kwamba kuna wasanii wengine walikuwa na nyimbo naye wakaomba. Hata kuna mtu alikuwa anasema jamani, mimi kuna kitu nataka msanii gani sijui ni au ni nani. Kuna mtu ana nyimbo na Alikiba akawa anasema jamani, kuna jambo natamani, alikuwa anatamani Ali aje. Na baada ya pale wakaenda vitu vingine, kwa hiyo haiku of course Mwana FA aliperform vizuri AY lakini show yao kwa sababu ya mic zile pia ilipunguza ladha. Kuna baadhi ya wasanii walikuja na madancers wengi. Nani aliongeza nani Sogi alikuja na energy nini, big up kwake nini, akaja na nani, ila wale madancers they were disorganized. Yani walikuwepo tu, yani kila mtu anajirukia tu yani lazima tu yes. Yani madancers walikuwa disorganized. Madancer wa Chege na Temba walikuwa they were much well trained na wamerehearse vizuri na walikuwa na synchronization vizuri. Wale wengine walijazana tu pale. Yani ni kama vile wao walikuwa wamepewa nafasi, kila mtu anafanya vibe na wewe pale. At least hata Wasaida Karoli walijipanga vizuri, walikuwa wanapeana nafasi. Walipeana nafasi. Kwa hiyo kwenye upande wa dancers I think kuna umuhimu pia kufanya rehearsal na vitu kama hivyo. Ila kuna kitu ambacho nilikinotice ambacho kinanisikitisha, ambayo ni Madi wakati ana perform akaanza pa watu wakanaikie sawa. Sasa hile ni soundi ambayo alikuwa ameianzisha Daxo Chali ya kutumia trumpet. Unaona ama piano asili yake ilikuwa ni soulful music, house zile soulful house, imepunguza BPM mpaka kwenye 110, 108, 115 hapo in between, alafu inapigwa na piano fulani kuipa that classic feeling. Daxo alikuja kwa hiyo ikawa ni mziki unique kwa wa South Africa. Daxo kuna kitu alikuwa amekianzisha ambacho naamini angeendelea nacho mpaka sasa hivi. Wa Bongo tungekuwa tuna melodi yetu, na ndio hiyo ilikuwa ya kutumia hizo alimfanyia production kadhaa Madi ona na Dogo Janja sawa na wasanii wengine. Nasikitika kwamba aliachia njiani, lakini hiyo ingeendelea naamini sasa hivi tungekuwa tuna ina kitu pia ile. Yes, ina kitu ambacho yes. Alafu mimi nawaambiaje kitu kimoja, huenda watu hawajui umuhimu wa dance, style ya kudance ya mziki huo inavyopelekea yani genre fulani ifanye vizuri. Ama piano kilichoifanya iende viral ni wakati inaanza
kuna dance fulani ile ilikuwa, unajua mapiano za mwanzo ilikuwa zina maneno, ilikuwa ni beat. Kuna ile ting 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 ile ilivyoanzaga ile ndio ikaifanya ile genre ikaje ikawa. Kwa hito same thing. Unakumbuka ile wanavyoenda unarudi ile ndio ikaifanya na nani TMK walikuwa na dance yao fulani moja very unique. Unajua ile unaifahamu ile, so mapanga sha yes, walikuwa na style yao unique. It was amazing. Kwa hiyo I also like it. Chidi ni Chidi. Chidi hahitaji mambo mengi, lakini Chidi is almost like nani huyu ambaye alikuwa ambaye alikuwa alilalamika kwamba hawakumweka kwenye show akapewa nafasi, Hadmadi. Yani the vibe was too high. Yani it was too much. Tulimuuliza interview nani Chidi baada ya show kuisha, alisema kwamba tuelewa kwa nini walimpa dakika chache, sababu akakana wenzangu kuna baadhi wamepewa mpaka dakika 10, mimi nimekuja kupewa almost 2. Kwenye hiyo wote walipewa ni dakika 7. Ni kweli kuna baadhi walipata nafasi ya kuongezewa kidogo, it's true. Wengine hawakufikisha dakika 7. Piggy Black aliperform nyimbo hii, nini mnataka mase hapa shwari hiyo, akamaliza akaondoka. Kwa hiyo average muda ilikuwa ni dakika 7. Yeye aliomba sana niongezee hata moja, lakini akanyimbo. So next time kwenye show kama ile huenda akajitahidi kwamba kama Afande Sela sio lazima uimbe nyimbo nzima. Kuna nyimbo unaweza ukapiga chorus, ukapiga verse moja, ukapiga chorus, ukapiga vika moja. Yes, sisi ma DJ tuna kitu kinaitwa verse chorus. Sometimes ukitaka kuamsha na una nyimbo nyingi, unapiga chorus, verse, chorus, yani nyimbo unaipiga verse moja na chorus yake umehama, verse moja na chorus yake umehama. Kwa hiyo alikuwa na uwezo wa kutumia time management, sio kuimba, sio kuimba nani nyimbo yes. Kwa hiyo of course Mr. Blue, yes, Abi Skillzy. Afu nimependa Mr. Blue, he wasn't selfish. Alitumia fursa kuwapa nafasi na wasanii wengine kama Sheta was not that kwenye list, lakini alifanya naye akampa nafasi pale, umeona, na ilikuwa nzuri sana. Yes, alafu same thing kwa Duli. Kuna baadhi nadhani alimix ikatoa nafasi kwa watu wengine, kwa sababu nyimbo aliyoimba Dully Sykes na Alikiba ni recent song, umeona, lakini akaitoa. Alikuwa na Dully ana nyimbo za milioni yes, ambazo zote ni hit song. Alikuwa na uwezo wa kusema hii ni ya sasa hivi, nisiitoe nipige ile, lakini akaitoa ile na kutoa hiyo yes. Lakini pia walitoa shukrani kwa heshima kwa Ruge, ambaye without him Bongo Flava isingekuwa pale. Hapa tu watu wawili. Yes, na mwingine ni Nigga J. Mimi nimemuita kwa jina lake original, Nigga J. Na mtu aliyempa jina Professor J, mimi nilisikia show, nilikuwa nasikiza kwa sababu nilikuwa sikosi show ya The Cruise saa 1 mpaka saa 4 ya DJ JD, ndo akampa jina Professor J. Na kama sikosei alikuwa ameachia nyimbo 2 kwa wakati, jina langu linavuma kwenye mitaa, alafu akawa na nyimbo nyingine alitoa nyimbo 2 kwa wakati mmoja. Yes, tunakusikia. Yes, kuna nyimbo 2 alizitoa, alafu akaambiwa aminye moja, ache moja iende. Lakini aliyempa siku hiyo wakati anaipiga ilikuwa ni DJ JD. Yes. Kwa hiyo ile heshima ilikuwepo pale, lakini Hard Blasters walikuwepo pale, umeona alafu wasanii walimuonesha heshima kubwa sana. Na kuna mapengo mawili ambayo hayakuweza kuzibika. Ya kwanza hii ni Albert Mangwea, kwa sababu ameimba na wasanii wengi sana. Kwa hiyo pengo lake lilionekana sana. Wa pili ni Professor J, naye ameimba na wale wasanii wengi sana. Pengo lake pia lilionekana, lilikuwa kubwa sana, lakini wasanii they showed respect kwake, which is very good. Yani Tunda pia aliingia na picha ya nani yule. Yes, hivi ni Tunda ndio alionyesha ile picha ya mshikaji wake. It was Tunda, si ndio? Yes. Shout out kwake, ni kitu kizuri. Yes,
Yeah, of course ndio hivyo. Sasa Sma, nataka tuzungumzie matukio makubwa ambayo yali show. Unajua baada ya event kufanyika kuna vitu ambavyo vilizungumziwa kwenye show. Yes. Matukio makubwa ni mawili. Nataka nikupe na mheshimiwa Mwana-FA. Wewe chagua. Okay, sawa. Tuanze na la Mwana-FA. Sawa. Ndio alianza hapo baadaye tufunge show. Mwana-FA alipopanda alitaka kuongea vitu vyake kama politician, kama kwa sababu ni kiongozi wa kisiasa. Lakini pia ni msanii na familia. Kwa hiyo aliingia pale kwa shukuru na nini? Alivyosema tu bwana, sisi awamu ya 6. Kitu ninachotaka kuambia ni kizuri. Umati kabadilika pale. Aliweka change kama hii kwenye arena. Moment ile kwa ulivyoiona, ni kitu gani ulifeel? Sasa pale kuna mambo kadhaa. Kwanza mimi nilikuwepo na hii pointi ndaiacha nitakuja kuisemea mbele ila nadhani he was caught off guard. Yani alikosea kufanya mahesabu kwa sababu jinsi vibe lililokuwepo la watu kupokea na jinsi watu walivyokuwa they are happy umeona na jinsi walivyompokea na yeye ali let down the guard. Aliamini kwamba hapa naweza nikaflow nayo tu. Kwa hiyo hakutumia creativity ya kuideliver. Umeona kwa sababu ya mazingira alimuonesha it's a safe environment. Alafu kumbuka wale sio Gen Z. Umeona? Kwa hiyo aliamini hii age group hii na mambo haya sitegemei kwamba nitakutana na backlash. Sawa. Kwa hiyo naelewa kwamba ile kuna uwezekano ingemkuta yoyote. Kwa jinsi mazingira yani alikosea timing fulani. Alichokuwa anasema ilikuwa ni kizuri issue ya arena. Umeona? Lakini naamini lao angekuwa ameanticipate hilo, delivery yake ingekuwa tofauti. Alikuwa na uwezo wa kufikisha ujumbe kwa njia tofauti. Utanikumbusha niongelee issue ya J-Mo pia. So lakini nadhani he was caught off guard na if he angejua ile angedeliver kwa njia tofauti. Nadhani kulikuwa angefahamu maybe angesema kuna nikupeni good news kuna arena inakuja. So next show kama hii itapigwa kwenye arena. Kwa hiyo angeenda hiyo alafu ndo akamalizia kwamba wanangu naona kama mmejezana sana hivi. Yes. Ya sasa I know ili kesho na kesho kuta tusibanane hivi. I know for a fact. Wanangu mimi naona wenyewe mna deserve kuwa na arena nyingi. Yes, I know for a fact kwamba atumwelekezi mheshimiwa namna yako. No. Tuna nani maoni yetu binafsi. Mimi najua I know for a fact how brilliant Mwana-FA is. Sana. Na najua angejua vile alikuwa anajua jinsi ya kutegua mtego na angejua jinsi ya kudeliver. Lakini mazingira yalimwaminisha kwamba watu watapokea kwa jinsi ilivyo. The way they were happy. Ila sasa hapo inakuja kwenye problem solving skill. Babu Tale nampa heko. Alivyoona tu mazingira kwa sababu Mwana-FA baada ya pale akajaribu kama ufosi kama lakini watu wakawa wamekaza. Guys, msipo huko Babu Tale amsha ilipopigwa tu ngoma watu wakaipokea. Yaani ile issue ikaishia pale. Na nilipenda Mwana-FA alizungumza kwamba sisi kwa sababu nyinyi ndio mmetufanya tuwepo hapa na mmekuja kwa sababu yetu na mmekuja kutusupport basi tunaenda kama mnapotaka nyinyi. Kwa hiyo kwenye upande huo Babu Tale problem solving skill yake ilikuwa faster kama onyesha DJ ilivyondoka tu ile game over. Yaani watu wakasahau ikaendelea shangwe alafu baada ya pale ilimthrow off kidogo. I could see his body language. Yaani he was composed lakini kidogo ilimshake kidogo. Kadri muda ulivyoenda akawa anarudi alafu kilichompa kumrudisha sasa kwenye game ilizimwa fegi dafa akachana sana mpaka watu wakapiga shangwe. Yes ile sasa ikawa alafu of course akaja na akaja na nini ila dakika akapiga niojeze kama sana. Unaona kuna hiyo ila sasa that's one place. Upande wa pili kwenye unajua kwenye intelijensia wana kazi kadhaa. Mmoja wapo ni counter intelligence, kupambana na intelijensia ya upande wa pili. Sawa? Upande mwingine moja ya sehemu is to anticipate
move ya adui wako. Sio, unanielewa? Kwamba una anticipate kwamba huyu kwa mazingira haya atafanya 1 2 3. Upande wa pili walijua, wali anticipate kwamba hao watu wataleta siasa huko ndani. Sio, unanielewa? Mimi nilikuwepo. Sehemu nilikuwa nimesimama ni pale karibu na stage. Yale makelele yalianzia kulia kwangu hapa kati. Wale watu najua mimi kabisa, ukiniuliza maoni yangu, walikuja pale wakiwa wamejipanga. Yani they were ahead of the time. Walijua, yani walijua what's coming. Alafu na wewe fuatilia zile kelele. Zilianza kidogo, alafu zikapokelewa, ndio zikawa amplified. Fuatilia tangia kelele zilianza kidogo. Then sasa ile ni mob psychology. Kuna jinsi ambavyo unashawishi mob psychology, wanapokea, inaenda. Yes, kwa hiyo unajua at the end of the day lazima tuwe tuna uwezo wa kuwa na maongezi magumu ya kuambiana ukweli ili nani. Na actually kuna makala nayaandaa, hii ni open letter kwa serikali na Watanzania, inaitwa hard talk, maongezi magumu. Kuna vitu ambavyo nataka tuviongee yani kiume, tuambizane ukweli. Sma unazengua sehemu 1 2 3, ila sehemu moja uko sawa. Yani tusipokuwa tuna uwezo wa kuwa na maongezi ya hivyo, tutakuwa tunadanganyana. Je, unawapelekea hard talk wanaikubali? Maana mimi no, wanafuse, they know what to expect. Alafu I know how to deliver uzuri katika kitu na kupongeza Sma. Una namna nzuri sana najua jinsi ya kufikisha ujumbe. Kama mtu ana hate basi ni yeye binafsi, yeye mwenyewe. Of course sawa ya Mwanefei hiyo. Kwa hiyo ngoja niwaambie, upande huo lazima akubali wapigwa bao. Yani hiyo, kwa hiyo wajipange. Unajua ni kama vipi? Yes. Nilimwona so next time they need to anticipate. They need to anticipate. Kwa licheza game pale katikati. Kuna game ilichezwa na walizidiwa, yani wali relax. Umeona? Ngoja nikupe sasa kisa kimoja. Kabla kuna kipinda nilikuwa na perform Georgian Dragon iko Masaki. Aliyekuwa sponsor wa ile show, ile ilikuwa Ijumaa inaitwa Chill Out Friday. Ilikuwa ni kampuni moja sio takuitaja ya bia ndio alikuwa sponsor ya hiyo. Sasa kwa hiyo walikuwa wanatoa hela nzuri. Kuna kampuni nyingine ambayo ni wapinzani. Unajua walikuwa wanafanyaje? Walikuwa wanakuja mapema, wanachukua meza kama 4 5, wanaagiza vinywaji vyao, wanavijaza pale. Sawa? Kwa hiyo watu wa kawaida wakiingia, sisi watu hivi ushakwenda hotelini afu kakuta mtu kaagiza chakula afu katamani na mimi nataka kama kile. Kama kile. Yes, ile ni psychology ya watu. Kwa hiyo wakawa wanafanya vile. Kwa hiyo raia wakija na wao wanaagiza walichoagiza hichi. Kwa hiyo wao wakawa wanauza kwa slope, na wakati kuna mtu kalipia event venue, huwezi kumzuia, lakini walitumia akili. Kwa hiyo hata ngoja kwambia, unajua kile marathon huwa kuna mchezo huo. Unakuta sponsor ni mtu fulani, alafu mpinzani wake haja sponsor, ila anachukua same labda baba sijui nini. Kwa hiyo presence yake inakuwepo kwa sababu watu si wapo, muhimu aonekane. Kwa hiyo kuna michezo. At the end of the day lazima uwe na strategist ambao wana uwezo wa kusoma mchezo na kuanticipate game. Sure. Yes. Na nilimwona mwanani Mbilinyi Sugu alipiga dongo ile mapema akaishi na mapema. Yani lazima ukubali. Kuna kipindi umepigwa unakubali kwamba hapa nimepigwa kichaa. Umeona? Kuna battle. Battle ni moja ya ni sasa kwenye midfield kati pale kwenye mapambano ya boxing unakuta kuna round 10. Sawa? Uenda moja ya round pili ukala kichapo. Sawa? Lakini haimaanishi ndio umepoteza. Yes, kwa lakini unaweza kusema mimi round fulani mwanangu nimepelekewa moto. Umeona? Kwa hiyo lazima, na usipokubali hautoitafutia solution. Kwa hiyo alafu upande wa hao uliotaja na wengine wamepita nayo. Yaani mitandaoni kila ukipita. Yaani sisi watu tunasema they had a field day. Yaani wameenjoy sana. Yaani ilikuwa ni yes. Na mimi nilikuwa naangalia uzuri. Nakaa naangalia nikasema okay, upande wa pili
wana jinsi ya kubounce back, wanaweza kutengeneza tukio ambalo lika bounce back, lakini naona walikubali tu bana, hii tumepigwa, iache ipite, mapambano yanaendelea. Na nilipenda pia viongozi wengine walisoma alama za nyakati hapo na ile kwamba apande na mheshimiwa fulani tena mwingine. Yes. Kwa hiyo nilipenda kuongwa mkoa wa Chalamila pale, nilimuona amekuwa akisupport sana pia na Nilima harakati za sanaa, alipita pale na nini akaangalia show, fika muda naye Babtale si mbunge. Mbunge pia kabisa. Hakuhusika na zile hakuwa siasa kabisa. Akaenda na zake. Pale alipiga nini pale? Akachomoka zake. Alafu Babtale amejipa jina gani? Godfather. Sasa mimi nataka nili twist kidogo. Kwa sababu amesema Black Godfather. Black, yeah. Sawa. Sasa ile it's too general. Kwa sababu kuna Don Jazzy na anajiita Godfather na wengine. Mimi natamani tuifanye specific. Bongo Flavor Godfather. Iwe specific. Bongo Flavor Godfather. Ya tukiacha Black inakuwa tu general, na hata Marekani kuna ma Black Godfather na wengine, lakini tukiweka Bongo Flavor Godfather imekaa vizuri. Nadhani mheshimiwa hebu ishi nayo afu hiyo ni maoni yangu binafsi. Mtu ukiona inafaa. Mimi naona ni nzuri pia, lakini of course inawezekana ile Black kwamba sababu yeye ni mweusi na nini anatokea Afrika. Of course pia ikiwa Bongo unajicategorize kwamba bana mimi nawakilisha watu wa sehemu fulani, si ndio? Kabisa. Of course kingine pia kilichotokea siku ile ni tukio la Dudubaya. Bana nakumbuka alikuwa ni miongoni mwa wasanii wa mwisho sana kwenye kufunga show. Baada yeye nakumbuka alikuja kama nani kidogo fidikiwa kashuka chini. Tukio la Dudubaya ile na kila alichokiongea kwenye stage pale na nini, kemea mambo fulani hivi, masuala ya jinsia moja na nini, wanawake na nini hivyo. Show yake pia ilivyokuwa, nadhani hata kama ulikuwa umeondoka lakini imepop up sana mtandaoni, umeiona ile. Ilikuwaje ile? Nimejaribu sana kutafuta exactly alichokisema ili nisikie, sijakutana nacho. Usiniambie? Yes, nimejitahidi sana nisikilize alichokisema kwa sababu kuna baadhi ya sehemu nakuta wameimute ile. Kwa bila kujua exactly alichokisema, ndashindwa kutoa analysis yangu aliyosema exactly. Ila cha kwanza nilisikia akasema nimeumwa India, nimeenda nimerudi, serikali haikutoa msaada wowote. Umeona lakini namshukuru Mungu. So of course kuna ujumbe umo ndani, lakini haina damage yoyote. Haiko na hii ya pili aliyoisema. Ni nini nimekutana kwenye mitandao, lakini unaweza ukaniambia exactly ni kitu gani ambayo alichokizungumza? Ni kwamba wanawake siku hizi ndo wanawafanya wanaume. Ndio alichokizungumza hiyo kauli, yani kwa tafsiri nyepesi tu ndio alichokizungumza pale nani Dudubaya. Kwa akasema kwamba tumeharibika na nini whatever, kwa sitaki ya mambo yawepo. Sawa. Kwa hicho alichokisema ukweli lazima usemwe cha kwanza. Kwa hiyo kama amekemea matendo machafu ni nusu ya usahihi. Nusu ya pili ni delivery, jinsi ya kufikisha. Unakumbuka huko mwanzo nilikwambia kwamba show nzima ukiacha ile tukio kidogo la yule biharusi kumkatikia temba na hiyo ya Dudubaya, show nzima ilikuwa ya kiungwana na kistaarabu kiasi kwamba baba anaweza kukaa na watoto wake na familia yake wakaiangalia show kwa sababu hakukuwa kuna uvunjifu wa heshima wala hakukuwa kuna maneno machafu kama wengi ambao wanatumia sasa hivi. Kwa hiyo angizingatia kwamba kuna watu wazima, kuna familia zimekaa zinasikiliza. Sawa. Kwa hiyo delivery yake angetafuta jinsi ya kuideliver kwamba hichi ni kitendo ambacho sio kizuri na AB. Siwezi nikampangia aideliver vipi, ila angedeliver katika njia ya kistaarabu. Kwa hiyo hii ni moja ya kitu hata huwa nawaambia watu ambao wanakosoa. Haijakatazwa kukosoa, lakini kosoa. Ndio maana wanapenda sana nitoe mfano bora kabisa ambao Nabii Musa alayhi salam, Moses alipomfuata Firauni ambaye alikuwa amevuka mipaka, hakuanza kumwambia wewe Firauni umezengua wewe, unajifanya Mungu, unatesa watu, hebu nije mimi niondoke nao. Alienda akaambia mimi ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, nimetumwa, naomba nipe hawa niondoke nao. Umeona alivyokuwa nabisha, nipe dalili, akampa dalili, iwe ni nyoka, yule ni mkono, iwe ni nini, na hakuanza na adhabu.
alianza kwanza zile dalili. Alipoona kwamba jamaa kiburi, ndo zikaanza kuja zile adhabu, iwe ni wale nzige, iwe ni baadaye watoto kufa, iwe ni maji kubadilika. Na kwenye Qur'an iko very specific. Inasema hivi, baada, a'udhu billahi minash shaitani rajim, idhhaba ila firauni, nendeni, kwa sababu alikuwa na Haman, umeona, na Harun, nendeni kwa Firaun. Idhhaba ila Firaun innahu tagha, hakika yeye amevuka mipaka. Fakulu lahu qawlan layina, nendeni mkamwambie maneno malaini. Kumbuka anatumwa mtume wa Mwenyezi Mungu, mmoja wa mitume watakatifu kabisa. Kuna mitume, kuna level fulani ambao wanaitwa ulul azm, wale mitume watano bora kabisa. Musa yuko miongoni mwao. Sasa anaenda kwa mtu ambaye amevuka mipaka ya uovu, lakini bado Mungu anamwambia idhhaba ila faraun faqulu lahu qawlan layina la'allahu yazakka, huenda akaongoka. Umeelewa? Kwa hiyo kulikuwa kuna uwezo wa kudeliver ujumbe wake katika njia ambayo ni ya kiungwana zaidi kuliko lile jambo. Lakini kama amekemea hilo jambo, of course ni kitu ambacho na sasa hivi imezidi sana. Yani honestly hivyo vitu it's too much. Na kama taifa inabidi tafutie namna. Yes. Wazazi waongeze sana maadili ya kuwalea watoto wao. Umeona? Wa kiume, wa kike, waangalie mashuleni, especially my international school, English medium, baadhi ya vitabu wanafundishwa ujinga. Hizi cartoon wanazoangalia, hizi movie wanazoangalia, umeona? Hivi vitu wanafundishwa, wanaonyeshwa kama ni kawaida hivi. Umeona? Kwa hiyo waangalie watoto wao wanasoma nini, marafiki yao ni nani, tabia zao zikoje, wawape maadili mema, misingi mema, la sivyo na binafsi sijawahi kusikia wala kukutana na bwabwa kacha kuwa bwabwa. Sijawahi kukutana wala yani mtu kwamba kaacha sasa hivi kanyoka iko straight, sijawahi labda ni ile wala kuna mmoja nimsikie juzi Pastor nani yule IPM alikuwa anazungumza, shout sana kwake, alizungumza akasema kwamba kuna ambao wanajifanya wanabadilika, wanakuwa watumishi, kwamba eti alikuwa kwenye hizo harakati, sasa hivi kama mtumishi si whatever hivi nenda na hivi. Nadhani alizungumza kwa namna ambayo aliona kwamba inawezekana mtu kama hiyo. Kwa hiyo nadhani nikipata nafasi njia nzuri, nadhani njia nzuri ni hiyo kuelimisha watu yasiingie huko. Yes, preventive. Kwa prevention is better than cure. Kuzuia ni bora kuliko kutibu. Yani kinga ni bora kuliko tiba. Exactly. Yes. Okay, sasa kuna mtu akazungumza kwamba huyu sasa bora tu afungiwe muziki. Kwa kauli yake ana deserve kufungiwa muziki. Kama amekosa maadili, inabidi basi hata amfungie. Mimi ninavyokumbuka. Na sisemi kwamba afungiwe, lakini kumbukumbu nadhani walishai kumfungia. Unakumbuka? Sasa sijui ile hukumu ilikuwa imeisha au alimsamehe au vipi. Yes. Lakini kuna hekima na busara ambayo inatakiwa kutumika. Tunarudi tena kwenye maandishi matakatifu. Kwenye Qur'ani nasema, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, idfa billati hiya ahsan. Repel, kabiliana kwa kilicho bora, kwa tabia bora. Fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawun kaannahu waliyun hamim. Unapo repel, unapokabiliana na ungwana na ustaarabu, hupelekea asilimia kubwa yule ambaye mna uadui kati yako wewe na yeye anageuka kuwa rafiki mstaarabu, wana. Umeelewa? Kwa hiyo kuna uwezekano wazee wakakaa na bududu baya. Kwambia sikiliza, sisi tunaelewa nia yako ilikuwa ni kukemea hivi vitu, lakini kuna njia bora. Umeona especially ukiwa kwenye national television kama pale, kuna watoto wanasikiliza, kuna nini, mpeni nafasi. Kwa hiyo kama ni sikio la kusikia dawa, utaona atabadilika, delivery yake itabadilika. Kama ni sikio la kufa, then nani. Kwa hiyo kuna sasa hiyo inarudi kwa wazee na viongozi. Yes. Lakini naamini lengo lake ilikuwa ni kukemea, lakini delivery yake ndo haikuwa nzuri. Huenda akielimishwa na akaambiwa kistaarabu kwamba
kwa lengo lako ungetumia njia hii ingekuwa more effective kuliko njia hii uliotumia. Umeona Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa hiyo sasa hiyo mimi sio final say. Mimi sio jaji, hakimu ni jaji. Hiyo mamlaka zenyewe zina nani? Mamlaka zitajua ni approach gani wataamua kuitumia. Na nilimsikia alizungumza yeye mwenyewe akasema kwamba mimi kwenye hili siombe msamaha na nilifanya makusudi. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu anaamini alichokifanya ni sahihi. Ndio maana haombi msamaha. Anaamini alichokifanya ni sahihi. Na ukiangalia kiukweli anakemea kitu ambacho sicho ambacho hata kwenye Bible Qur'ani kimekataza. Yes, lakini nikasema ni nusu ya usahihi, sio kamili. Upande wa delivery ndo amefeli na amekosea. Kwa hiyo anachokemea ingiunganishwa na delivery nzuri, lengo au malengo yake yangekuwa bora zaidi. Yes, kwa hiyo huko the rest sasa watajua baina ya uongozi, mamlaka na yeye watajua wenyewe jinsi ya wanayamaliza vipi. Ulisema nikukumbushe kuhusu Jaymo, tumalize uchambuzi. Yes. Jaymo vipi? Jaymo one of my favorite artists. Na yeye na wasanii wa level wa enzi zake. Wale jamaa walikuwa na kipaji ambacho hivi, just imagine. And by then nilikutana na Jaymo na mimi nilikuwa nimekaa. Akasimama, akanipa mkono. Unajua, ngoja nikupe formula ya unspoken rule na mtu yote ambaye anasikia. Siku zote usimsalimie mtu ukiwa umekaa. Mtu akija amekusalimia ukiwa umekaa, it's disrespectful. Yes. Kwa hiyo ni bora sana unyanyuke unapoweza kunyanyuka. Kwa hiyo nikanyanyuka, tukasalimiana, akasema bwana, nafuatilia sana uchambuzi wako na nini na nini. Nikamwambia shukrani sana, na mimi pia ni big fan wako. Umeona? I've been back then na bado ni big fan wako. Na nikamwambia uandishi, mtu kuandika nyimbo kati ya mvua na jua, ukaicraft na watu wakaelewa, wakaisikia na wakaipenda, bro, ni kazi ujenzia hawawezi. Hao vijana sasa hivi hakuna sioni wimbe mvua na jua kipindi hiki, bro. I challenge wasanii wa sasa hivi, ni nani ambaye anaweza akaandisha uandishi wa level hii, level ya Jaymo, level ya Mwana FA, level ya Profesa au nani Ngwea. Unasikia tu ghetto. Sioni mtu ambaye alikuwa anaweza, bro, kuandika jimbo ya ghetto peke yake. Unajua sio mchezo. Kwa hiyo alafu na cadence, alafu kuna upande ambao nikumbushe tuongelee kwa producers pia kwenye huo. Kwa hiyo tukirudi kwa Jaymo, kwanza alitoa shout out kwanza kwa Albert Mangwea, umeona na wengine walitoa respect kwa other fallen angels, umeona sure, and alideliver vizuri. Jaymo katika uandishi he was top notch. Kwa hiyo shout out kwake. Tuzungumzie ma producer pia kwa sababu ya muda. Beat zao unazionaje, production pia na nini? Yani how was it? Sioni producer wa sasa hivi aweze kufikia hata nusu ya level za wale jamaa. Sioni. Wale ndio bado kwa anapiga hata playback na kwa sababu beat zimeshiba sana. Sawa. Muziki wa sasa hivi sio mbaya. Ila kwanza unakosa identity. Sawa? Cha pili unakosa roho, hauna soul. Ni mziki upo tu, utasikia umelia vizuri, utasikia msanii kaiba vizuri, ana melody nzuri, lakini ipe wiki hii ikizidi mwezi ukipotea, imepotea kabisa. Mpaka leo hii bado hizi old school zinapigwa sasa hivi na zinapigwa shangwe. Yani unasikiliza production, wewe sikia nani inavyoanza, mikasi bro, ikidondoka pale wewe, alafu kuna ile
sijui nini. Mitungi si mikasi. Umeona? Ukitaka kujivijali lazima. Unakaa unasikiliza pa ile ya Professor J na nani na Feruz. Sawa? Au unasikiliza unavyodhani ndivyo sivyo. Profesa na Chameleon. Kuna trumpet maji inapiga umeona? Huku ukimwangalia Mikamwamba, yani Daznunda ile ile barua ile, umeona jinsi kuna instrument zimepangiwa kama Jocelyn tu pamoja kama anasifia mapenzi, lakini hebu anaona kupitia matunda ile inapoongea. Sikia ile beat ya mapozi jinsi ilivyotengenezwa. Sikia nyimbo ya Mwana FA Bonny Love, yani production alizozipiga unakaa unasema umeona. Huku kuna MJ production is, alafu zamani ulikuwa ukikaa hivi ukisikia tu beat unasema hii Bongo Record. Ukisikia tu unasema huyu Master J. Bwana alipanda nani yule? Huyu hapa nani? Mr Nice. Mzee wa Takeo. Wewe. Huko nje mpaka nikasema wewe kachungulie kwa sababu mimi ninakushawishi kasikiza kinachoendelea. Nilikuwa nimeshaondoka. Kwa sababu mimi niliondoka, nilikaa muda mrefu nikasimama mpaka miguu ikauma. Alafu pia kuna baadhi ya wasanii kwa kweli wamewaonea. Yani mfano kama Mabaga Fresh wale mimi wasikiliza sana the legends, lakini kuwaweka baada ya wasanii walio perform haikuwa kitu sawa. Yani the idea nzuri. Kwa mfano mimi huwa naona Diamond anaenda juzi kufanya show Morocco. Kinachofanyika ni kwamba unaweka day 1, day 2, day 3. Usikaifanya hata hivyo. Imagine kwa mfano kama ile tulivyokuwa vile excited ile siku gani ile Jumamosi ile the way ambavyo sisi tulikuwa tuna ile ham na nini ile afu waue afu sema kesho sasa ni kina fulani wanaenda kufanya ilikuwa ile isina zinajaa vizuri tu. Ingewezekana, lakini sidhani kama ingefana kwa sababu crowd ile sio crowd ya kumbuka, unaongelea na millennials, watu wana familia, washakuwa watu wazima, wasingeweza kuipiga back to back. Ndio maana ningesema wangeipiga kwanza mwezi huu team A, alafu baada ya mwezi ikapigwa tena team B. Nadhani hapa wakati kungekuwa kuna build up kubwa, wanatupiana madongo, sisi tumeua nyinyi hamwezi, au wanasema wangi build haida, alafu ikaja team B baada ya mwezi. Umeelewa? Nadhani pia hata yule nani yule Sugu wanafanya ni heshima ya Bongo au nini? Yes, heshima ya Bongo Flavor, Bongo Anas. Yes. Nadhani ile jambo Sam kama hiyo iwepo. Yes, ni jambo zuri sana. Kwa hiyo yeye anafanya kwa msanii mmoja. Yes, anafanya kwa, ngoja nikwambie, kila mtu afanye kwa staili yake. Kwa staili yake. Yes. Anachokifanya Sugu is good kwa sababu ya msanii mmoja, unampa spotlight, ana perform. Yes. Kwa hiyo kuna hiyo, kwa hiyo kuna Madina ya idea yake na fresh. Basi ndio hii idea Madi kwamba wasanii wote tuna pop up na wamejifunza. Naamini kwamba the next one kuna my improvement, either watawahi kuanza au wanaweza wakagawa into teams na nini na vitu kama hivyo. Umeona? Unajua mwisho wa siku you could be creative. Naweza katengenezwa ligi zikagawanywa timu 4. Sawa? Kila timu ikapiga show kama hivyo, unaweza ukapiga wiki hii, Jumamosi hii, Jumamosi ijayo. Kwa hiyo kila timu ikaperform, alafu watu wakapiga kura timu gani ambayo imefanya wonders, imetisha. Zile top 2 zikaja sasa zikapigishwa battle. Siku hiyo kwa timu fulani anatoka. Unajua kuna ile Timbaland na Swizz Beatz walianzishaga inaitwaje ile Vazos, ambayo alikuwa anamchukua msanii fulani anapambanishwa na msanii fulani, piga ngoma nipige ngoma. Kwa hiyo ingekuwa timu fulani kwa timu fulani, timu fulani kwa timu fulani. Hata zamani legend wenzangu sasa huko na sisi shaka legend zamani radio zilikuwa zina huu taratibu. Siku hizi kama hivyo sisi sana radio. Nani zaidi radio 1? Yes. Nani zaidi? Ziko huko sana zile. Yes. Siku
Sijui lakini na hivi tumeacha kusikiza radio sijui lakini zamani ilikuwa inafanyika sana ile. Hata kwenye TV pia wanafanya. Unasikia lisali zima. Mondi Alikiba. Hapa ndio mnapiga kura zenu pale Facebook na wapi kule au message mnatuma. Kwa hiyo noma kweli. There is a lot of way of doing this. Akiwezekana akatokea mwingine akaifanya kwa njia nyingine. Well and good. Umeona? Inaweza ikapigwa hata East Africa. Umeona? Kwa sababu nimependa pia walivyoalika wa Kenya. Sijajua kwa nini hawajawaalika Waganda kwa sababu pia tumeinteract nao. Lakini sio lazima hizo was bongo flavor. Hawa watu walioletwa Jua Kali na Nyota Ndogo. It's good. Maybe inaweza kapigwa tour. Mzazi Will Tuva pia alikuwepo, nimeona kwenye stage pale na nadhani alileta sali kuja nao wale. Okay. Kwa hiyo inaweza kapigwa tour ikaenda Kenya. Tumefikia kolabo nyingi sana na wa Kenya. Kina nini Necessary Noise, Jua Kali, Gengesu, nani Prezo, yani kina Jagwa wale. Yes. Na ninaamini Kenya nao watapiga kitu kama hicho. Watachukua malegend wao. Nimeona na discuss sana kwa sababu mimi nimepost show ya nani yule ya bana, sikupata ile material yule nani yule mwingine alikuja wawili. Alikuwa nani mwingine? Jua Kali. Yes, mimi nimeshaondoka sasa. No. Aliperform nikamwona. Yes. Jua Kali sikupata show yake, ndio sikuipost kwenye account. Lakini nilipandisha show ya nani Nyota Ndogo. Wow, Wakenya wenyewe wanasifia umetuhakisha vizuri na nini. Alafu production pia Jua Kali alikuwa anamtengenezea, alikuwa na melody fulani ukisikiliza was na mimi nilitegemea Nyota Ndogo ndo atamleta Jua Kali kwa sababu wana nyimbo pamoja. I had expect, lakini naona waliamua kwa separate. Kwa alafu pia nadhani kulikuwa Baba Levo kuna vitu alifanya vizuri, vingine nadhani alivuruga ratiba. Kwa sababu kumbeba nani ile nani? No, Nature. The plan was Gangwe Mob ndo anamleta nani? Nature. Kwa hiyo waliperform nyimbo zao, alafu akapiga Mzee wa Busara. Sawa? Kwa hiyo ndo inspector akasema, "Are you ready for Nature?" Umeona? Ikawa inategemea kwamba ile part ya Nature ndo Nature na wasanii wengine walikuwa wanapokezana hivyo. Mtu fulani anapiga collab na mtu fulani ambaye ndo anampa ndo inaenda. Idea zake. Yes. Mwasiti alifanya kwa Chidi pia. Yes. Umeona? Kwa hiyo alitakiwa aje. Sasa nadhani Baba Levo akaingilia kati, akaambia niacheni mimi ni muintroduce. Yes, huyu nani? Ni kitu kizuri. Basi ilikuwa nzuri sana. Yes, ni kitu kizuri. Japokuwa ili nani sasa hapo imeniacha na sitofahamu. Kwa sababu wakati wamepanga TMK wakaperform alikuja Luten Kalama. Ameshaondoka au labda alimind alipomwalika Juma Nature, Juma Nature akuja, sijajua kuna kitu gani hapo. Hizo ni possible scenarios. Umeona? Yes. Lakini tulimwona Inspector Luten Kalama alipanda na TMK wakaperform good performance and everything. So lakini ile hype pale ilikuwa ni nzuri. Sometimes alikuwa kama anamtoa timing kibla kidogo. Sita kumuita kiroboto. Kibla kidogo. Lakini nani alikuwa anaenda vizuri. Alafu Zero aliplay very smart, alikuwa jinsi anazidondosha zile nyimbo zile. Yani ilikuwa inaenda vizuri. Ilikuwa cha moto. After Baba Levo was very smart, hakuleta siasa. Alikuwa na Baba Levo ni Chawa Pro Max. Sawa. Lakini he's smart hapa kichwani. Yes, he is smart. Kwa hiyo it was something good. Tumeweza kama producer tufunge kidogo. Sasa naomba niseme kitu kimoja. Na hii ni ma producer na ma DJ. Ma producer hawakutambulika kwenye ile show. Heshima yao. Yes. Yani hawakutambulika pale. Same thing kwa ma DJ. Kuna ma DJ ambao ndo wa kipindi hicho walibeba hizi show. Sawa. Let's say kuna Bonny Love, kuna John Bilinga, Mwanza kulikuwa kuna kina Maliz, kuna marehemu Stevie B, kuna kina Abubakar Siddiq na wengine hawakupewa kabisa hizo recognition. Sawa. Mtaja nani uko wewe? DJ Choka. Ni legend na kwa naye? Alikuwa kwa enzizo.
Hapana. Mzee vipi? Nani? Alafu kuna wale producers ambao ndo waliproduce hizi nyimbo na wenyewe hakupewa nani, lakini sitaki niwasikie wanalalamika. Unajua kwa sababu gani? Na nyinyi andaeni show yenu. Yaani hicho ndo ninachosema. Kila mtu afanye. Si unaona Sugu na Bongo Flava Honors? Hao wamekuja na miaka 30 ya Bongo Flava. Na wao wanaweza wakafanya hivi vitu anavifanyaga mtu kama Kabza the Small South Africa. Kabza si ni producer, amefanya kazi na wasanii wengi. Anaandaga show ambayo anapiga nyimbo zake alizoproduce. Na anawaita baadhi ya wasanii ambao wamefanya nao kazi. Hebu nikuulize. Leo hii P-Funk akisema anaandaa show ya Bongo Flava ya Bongo Records. Wasanii karibia wote wale pale wapita kwake. Lazima kwake. Kwa hiyo atakuwa anapiga zile biti, alafu wasanii wanakuja na perform pale. Stukizi alikuwa anaifanya ile. I don't know sasa hivi kama simeshia wapi. Stukizi bana vipi? Amefanya ametupeleka sana kule Kidimbu kule sisi Stukizi. Tumeenda sana kutoka zetu saa 11. Sasa hiyo kwa sasa hivi ni Kabza ndo alikuwa wanaifanya sana South Africa. Ila kwa ma legend, ma producer, either kila studio kwa sababu wana catalog kubwa sana. Wanaweza wakaifanya au wakaungana na wao wakapiga show yao ya producers wa ma legend wa Bongo Flava. Na wale ukitaka kwa ile misingi ni studio 5. Mawingu kwa Boni, P-Funk, Bongo Records, MJ Records, Master J, kuna Mika Mwamba, alafu kuna ni Enrico. Kuna moja Soundcrafters. Umeona? Alafu chini yao walikuwa na wengine, kuna kina Ludego pale, kuna Makochali pale. Kuna wengine ambao walikuwa chini yao lakini core ni hao. Kwa hiyo hao 5 wanaweza wakaamua wakaandaa show yao pia. Umeona? Yaani keki ni kubwa sana. Ma DJ pia andaeni show yenu. Mimi si DJ. Yes. Andaeni show yenu kwa sababu na nyinyi you've been there. Kuna uwezekano, haimaanishi mmoja akifanya huku mmoja asifanye. Wale wasanii wanaweza kaja akaperform huku akaperform huku, kukawa kuna integration. Kuna ambao hata wasanii ambao walikosa show ya juzi basi na wakapata kupitia huko kwa DJ au kwa ma producers, ndio? Yes. Sma. Naam. Shukrani sana. Uchambuzi umeenda vizuri. Shukrani sana. Vitu imekuwa tofauti sana. Watu walikuwa wanauliza bwana, DJ vipi bwana anachambua masuala ya Irani tu na Marekani. Hasa DJ wake ndo huu hapa sasa. Bongo Flava nilijua. Mimi nimeanza kusikiza Bongo Flava mdogo niko Mwanza. Early 90s. Ice baby. Barafu mtoto. Saleh Jabir. Ndio nyimbo ya kwanza kabisa ya Bongo Flava kupigwa. Walifanya dubbing. Walichukua Ice baby ya Vanilla Ice, alafu akatoa vocal, kwa hiyo akaeka vocal zake, akapita. Ruka kama ninja, atua kama paka. Umeona? Ikaenda. Then kuna Boni alifanywa interview na Kuvi, Saleh Jabir. Umeona? Kipindi kile kitu ambacho wanaona ni sahihi, wanaweza kukichukua. Huenda mimi baadhi nimetoa judgment au analysis kutokana na vitu ambavyo vingine sijui, kuna vitu vilivyosababisha, lakini atazungumza lakini big up, yani nimefarijika na nilienjoy sana. Na Watanzania wameitikia. Ile nyomi ilikuwa sio ya kawaida. Si kuzidiwa Mlimani City. Kwa hiyo pale kuna mengi ya kujifunza. Sidhani kama watakosea tena kufanya makosa yale. Big up sana. Na at the end of the day ni maoni yangu binafsi, sio kumkwaza mtu, sio kumkosea mtu maoni. It's just tunaita constructive criticism. Kwa hiyo yani as long as imefanyika, imefanyika vile, sasa kuna kazi kubwa sana. Na nitoe shout out sana kwa Dula Planet Bongo, alipresent vizuri Baby Kabaye na Zembwela wali jitahidi. They did well. Sma, mimi nikushukuru sana, pamoja sana vizuri sana. Nadhani sasa uzuri mimi the more navozidi kuyajua mambo mengi kutoka kwako, ila ninaandaa mixtape ya Bongo Flava old school. Kwa hiyo soon nitawatengenezea mixtape, yani kama zawadi, recognition. Yes, kwa hili. Yes. Okay, sawa.
Asante bana Sma, umechambua vizuri sana na sikutegemea. Hilo of course nilikuwa naona wakati nakuja nasema mtu kafanya kipindi lakini kichwa nikawa nasema Sma ile DJ wake hebu ngoja nikasikilize sasa lakini vile ambavyo nimevikuta yaliomo yamo. Asante sana kwa kwamba ambao umetazama kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mimi naitwa Victor Madaha, nyuma kama nilikuwa Riziki bwana. Hii ni Bongo Plus TV na 96 Linki. Asante sana. Na kingine pia kama unadhani chochote una feel una wish Smaji akizungumzie, tuambie katika sehemu ya comment bana, mimi I wish uje mzungumzie kitu fulani. Uzuri bana Smaji na Smaga yeye ni full package. Kwa hiyo ndio utakapokuja uje kwa nyuma uje kwa mbele pembeni kushoto kulia tuenda na unapokuja. Yaani utakapokuja na tutakupokea hivyo hivyo. Au si? Asante sana. Tukutane wakati mwingine. Bye bye. Asante kutazama interview hii. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare.